tunalibariki na kuliadhimisha jina lako mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Bwana wa majeshi ndilo jina lako. Lihimidiwe jina lako Mungu, ututendaye mambo makuu zaidi ya vile tuwazavyo na zaidi ya vile tuombavyo. Baba, libarikiwe jina lako. Baba, litukuzwe jina lako. Tunakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako na uaminifu wako ambao umefunua. Baba, leo ni siku ya 8 kwenye madhabahu. Asante kwa neema ambayo Mungu aliachilia kwa mtumishi wako kwa siku 4. Asante Bwana kwa neema ambayo umeachilia Bwana katika siku hizi nyingine. Baba, utukufu na sifa na heshima ni lako. Ulitukuze tena jina lako, maana utukufu mwisho nyumba yako Baba ni mkuu kuliko utukufu wako wa kwanza, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Sijaongea mambo. Kama huna nasi nimetoka hapa. Tuwezi yetu. Hebu tumwabudu Mungu kidogo. Tumwabudu Mungu kidogo. Ni siku ya mwisho ya semina yetu. Acha tuweke akili na Mungu na kutembea naye tena kwa msemo mwingine na kwa majira mengine. Tutafanya mambo nambari 6. Mungu anasa kwa miezi kidogo. Come on,
nataka ndio kakae. Tamteni hapo. Lea njoo. Lea njoo, kuna kitu hapa. Mungu anakwenda kukiachilia si cha kawaida. Mungu akutie nguvu. Mungu akutie nguvu. Tuko live, hatutasema tunafanya kwa sababu ya nani, lakini nimesikia sadaka tuliotoa haitoshi. Nataka hiyo sadaka iende kwa mama, tutoe nyingine sasa kwa ajili ya mtumishi. Mimi natoa 20,000, leo nataka 10 hapo sasa basi. Sasa ile itakaya mama tutoke sasa ya baba. Ile michanga yote iende kwa mama pale. Kuna kitu nasikia, kuna mahali Mungu anatuvusha. Kuna mahali Mungu anatuvusha. Ile tuliyoiandaa iende kwa mama. Sasa tupate nyingine iende kwa baba. Iende kwa baba. Kwa utukufu wa Mungu uko hapa. Kuna mahali Mungu anatuvusha kanisa lake. Na hii sadaka inafungua lango la kizazi kipya cha utumishi. Kuna lango jipya linafunguka ulimwengu wa roho. Tunapotoa kwa chini ya baba anayepita mahali pagumu, kuna kitu kinafunguka. Utukufu uko hapa na kuvusha. Karibu kama na shilingi 5,000 na shilingi 10,000 kwa dakika chache, tusapate hapo. Tusapate hapo. Karibuni, karibuni. Dakika hizi chache kana mtumishi Mungu anapita mahali pagumu na familia. Kwa hiyo tupate 10,000, 5,000, 2, 3. Kana mtumishi Mungu anapita mahali pagumu. Kama Bwana amenisema kwenye hii madhabahu, tukifanya kulegevu kuna laana. Biblia inasema amelaaniwa fanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Sasa subiri mpaka misemo itokee ndio tuseme sasa tunachoka majeneza 1,000,000. Msapoti mtu akiwa hai ili kimsaidia akiwa hai. Msapoti mtu akiwa hai ili Mungu atukuzwe. Ili Mungu atukuzwe. Kuna mkubwa Mungu ameachilia ulimwengu wa roho inazaa kitu. Hii madhabahu kuna amehudumia wiki hii. Na tunaingia msimu mpya. Kuna lango limefunguka kubwa. Hii madhabahu ikiwa watu umeondoka, na utukufu wa Bwana utafunika hii madhabahu, na Bwana anashikisha kizazi kingine. Tutaona vijana wakijaa kanisani, tutaona vijana wakimtafuta Mungu. Kile kizazi cha miaka 90, miaka 2000 kizaliwe tena kwenye madhabahu, kizaliwe tena. Kizaliwe tena. Kuna kitu leo nyumbani mwa Bwana. Kuna kitu nyumbani mwa Bwana. Hii nguvu Mungu ameachilia na kwenda kuzaa kitu. Tunambatanisha na sadaka tunayotoa kwa chini ya mtumishi wa Bwana. Tulie pamoja naye. Alama mpaka zimefika ngapi? Tumepata 80 na kama kinao zitakuwa 90 na paka itakuwa 90. Nitamwambia pia Happy wewe laki. Happy pia ni mama yake amemlea. Kwa hiyo tutapata 200,000 laki kama na laki kama na laki kwa baba. Kwa unasifiwe. Tunakuwa na ujumbe unaosema kuombea maono. Tunakuwa na ujumbe unaosema kuombea maono. Ni ujumbe ambao tumetembea na siku 4. Tumishi Mungu alipita akishughulikia habari ya vifungo kwa siku 4 mfululizo, lakini Mungu aliponipa neema, alipo ujumbe unaosema kuombea maono, na tulipata tafsiri ya maono kwa mapana kidogo, na tumeona ndani ya maono. Tuliangalia kitabu cha Isaya, kijana soma Isaya 46:10 na Habakuki 2:1-4. Isaya 46:10 na Habakuki 2:1-4.
kuombea maono ya ujumbe ambao tunatembea nao na tunakuwa tukiomba kwa siku 3 mfululizo tukiombea maono. Leo tunapenda kuhitimisha kuombea maono, lakini hatua mpya inaanza ya kuombea maono binafsi na maono ya hii madhabahu. Karibu somo. Isaya 46:10 inasema, nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Habakuki 2:1-4, neno la Mungu linasema, mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukalifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Tunafanya haraka ili kufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Mstari wa 4. Tazama, roho yake hujivuna, haina unyofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tumetembea hapo tukiangalia namna kuombea maono, na tuko na maono ni picha ya Mungu ndani ya mtu inayoonyesha mwisho wa safari kabla safari haijaanza. Na Mungu anapotangaza maono yake ndani ya mtu, anachokitafuta ni kusudi lake litimizwe ndani ya hayo maono. Na ndani ya kusudi tukaona Mungu akawekeza maono makubwa ndani ya mtumishi wake, lazima anamfunga kiagano. Kwa tukaona ndani ya maono kuna kusudi la Mungu linafunga kiagano, alafu kuna hatima. Sasa kwa Habakuki anaeleza kwamba njozi hii iandike, aisomaye aisome kama maji, iandike kwenye vibao ili aisomaye apate kusoma kama maji. Lakini pale mbele anasema ijapokawia ingoje, maana bado kuna hatua ya kuanza na kutimia. Lakini ijapokuwa inakawia, anasema ingoje, maana haitasema uongo, inakimbia kufika mwisho. Lakini mwisho akasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Sasa tukaona habari ya maono. Mungu anawekeza maono kwa mtu mmoja. Anapowekeza maono, kile Mungu alichokisema ndani ya maono kinatangaza hatima ya maono, lakini ndani yake kile alichokisema ni imani. Anaamini alichosema Mungu kitatokea mwisho wake. Anaamini kile alichokisema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kwa hiyo tukaona tumejifunza sana kwa Yusufu. Yusufu akatangaza maono ya Mungu ndani. Wakati anatangaza ile maono, ni mtu wa kawaida sana, ni mtoto wa 11 kuzaliwa, ana kaka zake. Akaleta picha ya miaka mingi baadaye, karibu miaka 17, akaambia Yusufu, utasujudiwa na ndugu zako. Lakini baada ya kutangaza picha ya mwisho, toka mwanzo mchakato kaanza. Haleluya. Na tukaona kwenye maono kuna vita. Maono yanapoachiliwa ndani ya mtu, vita ni lazima. Vita ni lazima. Kwa nini? Vita inatutengeneza tuwe na unyenyekevu, ili tukifika kwenye hatima tusiwe na kiburi. Lakini tukaona vita inatusaidia kutoka hatua kwenda hatua nyingine, kwa sababu kama umekaa hapa kwenye wilaya ya Ngomero, watu wote wanakupenda kweli kweli, huwezi ukaona hatua nyingine. Lakini kazi mojawapo ya vita ni kuona kesho napigaje hatua nyingine kutoka hapa. Bwana asifiwe.
maisha yetu. Kama ni siku ya kwanza unaingia kuangalia kwenye akaunti yako, kuna siku nyingine 3 ziko chini. Mungu abariki sana, maana mambo makubwa yako Facebook. Mungu abariki watu walio comment, watu waliosha. Mungu abariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunarudi kwenye pointi kwamba ndani ya maono, nguzo kuu za maono ni kusudi la Mungu, agano la Mungu na wewe, lakini hatima. Tukona mahali kuna hatima, huwezi kukata tamaa. Kama mwana mwisho wa safari ya maono inakufanya una ujasiri wa kustahimili changamoto zote. Hata kama kuna mtu tukaona habari za Bwana Yesu, alipoona furaha iliyokuwa mbele yake, anasema akastahimili msalaba, akaidharau aibu. Aliona kesho baada ya msalaba kuna matokeo gani. Sasa Mungu anapotangaza picha ya mwisho, kusudi lake macho yako yaangalie kesho, yasiangalie leo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukasema maono sio tukufundisha kama mimi, sio kunabiri kama leo. Mungu anaweza kuwekeza maono kwenye uchumi, akawekeza uchumi mkubwa sana ndani yako, anaofunga kiagano, na ule uchumi utakuwa kwa ajili yako, lakini kwa ajili ya ufalme. Kusio watu wanaohubiri. Kuna wengine Mungu amewekeza maono makubwa sana ndani yao, lakini yale maono yamebeba kitu cha kiuchumi. Anavyozidi kubarikiwa zaidi, kazi ya Mungu inaenda mbele zaidi. Kwa maono ni mapana, lakini tumegusa kwa sehemu maono ya utumishi, lakini unaweza ukabeba kingine chochote ukakiunganisha na hapa na kikaenda vizuri. Haleluya, haleluya. Sasa tunaona ndani ya maono kuna huduma, ndani ya maono kuna maombi. Sasa tukasema huduma, ukitembea kwenye maono, huduma yako inafungwa kwenye maono. Kwa huduma yako yani inakuwa inatembea kwenye reli ya maono. Huwezi kwenda kushoto, huwezi kwenda kulia. Sasa kizazi hiki tunachotembea nacho, yani tumepewa huduma 5. Kuna mitume, kuna manabii, kuna wainjilisti, kuna walimu na wachungaji. Lakini sasa hivi kumekuwa na changamoto kubwa. Sasa zile huduma zimekuwa kazi. Mtu kwa kweli kabisa, ndani kabisa ni mwinjilisti, lakini anatoka ni mtume mpya, amezaliwa mjini. Yaani kwa kweli kabisa huyu mtu ni mwinjilisti, lakini anatoka mjini akiwa ni mtume. Sasa unashangaa, hiyo ni mtume, lakini mchungaji anachunga kundi. Hakuna mtume anachunga kundi. Kazi ya mtume ni kwenda kufungua kazi, wanasimama na mchungaji unaenda mbele. Sasa zile huduma 5 zimekuwa ni kazi. Kwa hiyo ule utukufu wa Mungu kwenye huduma umeshuka. Kwa nini? Imefika hatua hatuna maono. Kwa sababu hatuna maono, leo naibuka mimi ni mtume mpya, ametoka mjini. Baada ya miaka 2 mimi ni nabii mpya, ametoka mjini. Baada ya miaka 3 ni mchungaji mpya, kutoka mjini. Shida hatuna maono. Lakini ukiwa na maono, yanaamua ni huduma gani uliopewa ikupeleka kwenye hatima. Kwa tukaona huduma ikikosa maono, yani ni mfano, unamkuta mtu kwa pale Mbezi, stendi kuu ya mabasi pale Mbezi, unakuta na mabegeze vipi, unaenda wapi? Na safiri, unaenda wapi? Kwa kope. Huduma bila maono ni kama msafiri yuko stendi na mabegi kwenye kila basi la Kagera na Tanga. Anafika Kagera anakaa stendi tena, ndio kwenye basi la kwenda Bukoba anapanda tena, akifika na shuka tena, akifika Bukoba limekuja basi la kwenda Uganda anapanda tena. Hana dira na mwelekeo halisi. Kwa huduma ikifungwa ndani ya maono, unakuwa na mtiririko
mpaka Omega. Hakuna kitu kingine, ni maombi. Sasa nimejifunza tunaomba sana, lakini shida hatuombi kupitia maono ya Mungu ndani yetu, kwa sababu maono yanazaa aina ya maombi kwa kila mbeba maono. Kwa mfano, anasasiwe ama usinjio kidogo na lausi mimi nilikalangu na wamuda hizo dichete kiwa nimeokoka na tuli kwa nao, alafu kabla yetu moja na maki tika nchini toka na wisha kidogo. Haleluya. Anasasiwe lausi mama hapa. Haleluya. Sasa hawa jamaa ni watumishi wa Mungu. Huyu ni mwinjilisti na yule ni mwinjilisti. Amepanda madhabahuni, anaombea huduma ya mwinjilisti. Lakini kama huo mwinjilisti ukaenda mpaka wapi, anakwambia anajua Yesu. Kama kuna anasema mtaanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria mpaka mwisho wa nini? Kwa kati ya hawa kuna mtu anatakiwa aishie Samaria, mwingine mwisho wa nchi. Sasa kama ninyi wote mnaenda mpaka mwisho wa nchi, kwa maombi yenu yanalenga mwisho wa nini? Wa nchi. Kama Bwana amenipa huduma ya kimataifa, ninaombea nchi ya China, ukanifungulia milango China, nifungulie milango wapi? Hispania, nifungulie milango Marekani. Kwa anapoomba haombi kama kunaomba, anaona mbali kama tai. Kwa sababu ni injilisti wa kimataifa, anaomba milango ya kimataifa. Lakini kabla hajafika ya kimataifa, anajua kizazi hiki kuna teknolojia, kwamba Mungu nipe kuwa hewani nihubirie mataifa nikiwa Mtibwa, lakini bado nifike kule. Kwa hiyo maombi yake ya kihuduma ataombea level ya kimataifa. Lakini kama hawana maono, Mungu ninue, uinuliwe peleka, nipe kibali cha wapi? Yusufu alipata kibali kwa Farao. Sasa unasema kibali, amwambia Bwana, nipa kibali cha kimataifa, nipe kibali Marekani. Lakini naomba kibali cha wapi? Kwa kama anaombea huduma, haombei maono, hana mwelekeo. Lakini Mungu anakuambia nimekuita kuhubiri Afrika Mashariki. Utachukua ramani ya Afrika Mashariki na Mungu, hapa kuna Kenya, hapa kuna Tanzania, hapa kuna Uganda, hapa kuna Sudani ya Kusini, hapa kuna Ghana na Burundi, na bandika mikono maono yatatimia. Unaombea maono, huduma sio kwenye maono. Endeni mkakai. Haleluya. Jirani walikuwa na mmoja wewe. Mungu ina huduma yako. Mungu mpya, utakufa ili uende wapi? Kuna Mungu tuweka maono yanakufunga kwenye maombi ili ufike kwenye hatima. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Tukaona kitu kingine ni uchumi. Biblia inasema anakupa nguvu za kututajiri kulifanya agano kuwa imara. Kwa hiyo kiwango cha maono kinaamua kiwango cha pesa mikononi mwako. Sasa kama unaishia Morogoro, unataka tu nauli ya shilingi ngapi? Asante, ni shilingi ngapi? 9,000 ngapi? 10,000. Kama ni 10,000, utatoa milioni 10 ya nini? Lakini kama safari yako inaenda Marekani, unatakiwa na visa, una passport, lakini ukipanda ndege hata milioni ngapi? Sasa kwenye safari ya Marekani atapata nauli ya Marekani, lakini kina Marekani lazima uwe na maandalizi tena wapi? Kuna mkoa za kuhubiria Morogoro na za kuhubiria wapi? Marekani. Kila Marekani lazima uongee kama unajua Kiingereza, uongee na mtu kutafsiri. Morogoro hakuna mkalimani, lakini kule. Kwa hiyo maandalizi ya kwenda Marekani tofauti. Kwa hiyo anaposema uchumi ndani ya maono, na sababu kiomba uchumi, jana tumeomba hapa, tumeomba maombi ya kuomba uchumi wa kiagano ndani ya maono. Tumeomba jana
ndani ya huduma yako. Haleluya. Tukiona kitu kingine cha 4 ni vita. Maono yoyote yana vita. Tumetafakari habari za Yusufu. Ndugu zetu asikamchukia, asingeenda kwa Potifa. Walimchukia kumuuza, ni vita, lakini ile vita kapa hatua nyingine. Alipofika kwa Potifa akapata kituo, akapata amani, akabarikiwa, akapata nafasi ya kuwa manager. Kwa sababu sio haki na amani ilinuka vita kupitia kwa Potifa ili aende hatua nyingine ya kwenda gerezani. Lakini gerezani ilibidi atoke hadi ikulu. Kwa hiyo maono katikati ya vita na kupahatoka na hatua nyingine. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Tukona kipengele kingine ni kibali. Ndani ya maono moja kitu kimefungwa ni kibali. Kibali ukikiona nje ya maono kinakosa pa kushika. Lakini ukiomba Mungu kibali ndani ya maono, kibali kitatoka hatua mpaka kufika kwenye hatima. Kama Yusufu alipofika nyumbani kwa Potifa, akapata kibali, akatoka kwenye hali ya kuwa mtumwa, akawa ni meneja mkuu, chini ya meneja kwenye familia ya Potifa. Lakini kile kibali sio cha hatima, ikabidi aondolewe. Alipofika gerezani, akapata kibali kwa kufunga gereza, lakini sio hatima. Ilibidi alipofika ikulu akasema, tumpate wapi mtu kama huyu, maana taifa zima hakuna nini kibali kwenye hatima. Kwa hiyo unapoombea maono, ndani ya maono unaombea na hatima, unaombea na kibali. Tukiona kitu kingine ni imani. Tuliposoma kwa Habakuki anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Vile vitu ambavyo Mungu anaviwekeza kupitia picha, kupitia neno, kupitia maelekezo, inajenga imani binafsi ndani ya maono. Ile imani binafsi inakufanya uione kesho, uiamini kesho, uishi kesho kabla hujaingia kesho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Imani ndani ya maono ni imani binafsi na kufanya ufike kwenye hatima. Na imani hii nasema uilinde kwa sababu ni imani, anasema ataishi kwa imani yake. Ukiishi kwa imani utafika kwenye hatima ya maono. Kitu kingine ambacho tumekiona ni njia. Ndani ya maono kuna kifurushi cha njia. Hii naona hivi tunaangalia vifurushi mbalimbali ndani ya maono. Biblia inasema wazi, alimjulisha Musa njia zake, hizi ni wakaona matendo ya Mungu. Kwa hiyo ukiwa una maono ndani, Mungu anakupa njia au kanuni ya kutembea ili maono yatimie. Kwa hiyo lazima unapoombea maono, uombe na njia ya kukufikisha kwenye maono yako. Alimjulisha Musa njia zake. Lakini tukiona maisha yako kama mbeba maono yanafungwa ndani ya maono. Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa hiyo kwa namna unavyoishi inategemea maono yako yalivyo na kupa maisha. Maono yalivyo yanakontrol maisha yako. Kuna mahali ambapo wenzako wanafanya kila kitu, lakini maono hayaruhusu kufanya kila kitu. Wakati wenzako ili aombe asikie parapara kwa mwenyekiti wa maombi, asikie kuna maombi ya kufunga siku 2, asikie kuna maombi ya fellowship, kuna maombi ya kanisa, kuna maombi ya kitaifa, kuna maombi ya mkoa na wilaya, lakini mbeba maono kitu kimoja wapo kwamba maombi kwake ni kama kuna chai asubuhi, ni kama kuna usiku. Kwa nini? Ili maombi yatimie lazima uende mlimani, ukae na Bwana akupe maelekezo ya maono.
si kawaida. Na maombi ya kuombea maono sio maombi ya sheria, sio lazima ufunge. Unaweza ukatenda hata masaa mawili tu. Mungu akamwambia, Mungu nitasimama kwa siku 60, miezi minne nitajifunga angalau masaa mawili kwa siku. Nitakuwa na agenda 12 za kuombea tu maono. Nitaombea kusudi, nitaombea agano, nitaombea hatima, nitaombea nini? Nitaombea huduma, nitaombea uchumi, nitaombea neema katikati ya vita, nitaombea kibali. Biblia inasema Petro, nimekuombea imani sasa. Kwa hiyo imani inaombewa. Nitaombea njia kunifanya niende, lakini ndani ya maisha yangu niko kwenye control nisipige maono yangu. Lakini pointi ya 9 hapa ni watenda kazi ndani ya maono, washirikishwa maono. Na leo tutaangalia hivi kidogo, kwa muda ambao Mungu ametupa neema, tutaangalia kidogo. Kanisa sio kanisa. Sasa nimetengeneza mfumo mzuri, natamani wote mpate. Nitaleta karatasi kila fellowship. Nimeweka mfumo mzuri sana ambao nakupa maelekezo vizuri ya kuomba, kwamba kuna maono, kuna nguzo kutakini, kuna chini, kuna vitu 9. Kwa huo mfumo ukipata, na hapa nimeweka na mistari yote. Nimeweka mistari kila chumba na mstari kwenda kusaidia binafsi kufuatilia, kama usukume mpaka uone matokeo. Haleluya. Kwa taleta karatasi moja ya Rehobothi, nyingine Mchikwa, nyingine Turiani, Kuke na kila mahali. Natoa fotokopi wenyewe ili kila tamani ya maombi kushiriki na kusukuma binafsi apate mtiririko utakaomfanya aione hatima. Lakini tukasema kitu kile ambacho cha muhimu sana. Moja udhaifu ambao tunao watumishi ni kukosa tafsiri ya maono na maelekezo ya kufanyia kazi hayo maono yaweze kutimia. Tukaona kule kwa Farao, Mungu amemletea maono ya kitu kitakachofanyika miaka 14 mbele, lakini taifa zima wa kutafsiri amekosekana. Mfungo anapo gerezani ni mtu mmoja, taifa zima ana neema ya kutafsiri na ana neema ya kutoa maelekezo tufanyie ili maono yazae matunda yake. Aliita Yusufu. Kwa hiyo unapoombea Mungu akuletea kama maono ya haya, Mungu akielekeza kwa upya, ombea sana tafsiri na maelekezo ya kuyafanyia kazi yalete matokeo. Anasifiwe. Leo tuangalie kuombea huduma na watenda kazi ndani ya maono. Kuombea huduma na watenda kazi ndani ya maono. Kuombea huduma na watenda kazi ndani ya maono. Kitabu cha Rumi 8:24-30. Nimepita kwa mapana sababu wengi ni kwanza leo, lakini mafundisho hapo kwenye account yangu. Kama unaingia YouTube, ingia kule Harrison Mtava, utaona mafundisho yote. Facebook ukiingia hapo utakuta yote toka siku ya kwanza yako hapo kwenye mfumo wa video. Kijana, tusomee Rumi 8:28-30. Inasema, basi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitiwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. 30 nasema, na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Soma Luka 6:12-13. Luka 6:12-13 inasema, ikawa siku zile aliondoka akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumwomba Mungu.
mchana aliwaita wanafunzi wake, akawachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume. Amina. Bwana asifiwe kanisa. Haleluya, mtu wa Mungu. Tuangalie kidogo kwenye huduma ya Bwana Yesu. Alafu tutakaa na huduma za kwetu na huduma za watu wengine. Mungu ameweka maono, akasema ni mtume nani? Akasema nitume mimi Baba. Amekuja kwa kazi moja, kumkomboa wanadamu. Ana maono ya kuvusha ulimwengu. Mungu amewekeza maono ndani, na alipokuja baada ya kuanza kazi kwenye maandalizi ya awali kabisa, akaenda mlimani akaomba. Alipotoka kwenye maombi, aliposhuka mchini, akachagua wanafunzi 12. Anapoka tunasema kwenye Warumi, kadhalika Mungu afanya kazi na wale aliowachagua, aliowaita kwa kusudi lake, aliowachua tangu awali. Kwa hiyo tunaposema huduma, lazima kuwe na maono kwanza, ndiyo ndani ya maono iwekwa huduma. Yesu alikuja kama mbeba maono. Kama mbeba maono, akawachagua watu wa kutenda kazi na yeye kwenye haya maono. Na Mungu pia amewekeza maono kwako, ni maono makubwa. Kabla ili maono yafanikiwe, cha kwanza lazima upande mlimani ukaombe Mungu akupe watenda kazi sahihi kwenye haya maono. Una maono kwa kufanya biashara, kama kuna mfanya biashara mkubwa, kabla hujaanza biashara ya kimataifa, lazima kwanza uende mlimani ukaombe, ukawa wafanya kazi ambao kwa baraka, sio kukuibia. Lakini sisi unaanza kazi, unakota tu, huyu anakuja na shawalete, huyu anakuja ni mchawi, huyu anakuja kaiba. Shida hatuchukuli uchumi kama ni maono makubwa. Anasema maono ni agano, uchumi ni agano, uchumi pia ni maono. Kwa hivyo tunavyovifanya, kabla hujaanza, lazima upate muda wa maombi, ili Mungu akupe watu sahihi ambao watasimama na wewe mpaka kwenye hatima. Tukaa kwenye huduma. Mungu amekuita kihuduma. Sio kila mtu anafaa kwenye maono yako. Huduma tunafanya na kila mtu, lakini Baba, ishi ya maono. Kuna watu spishi Mungu ameshawaandaa, kama nimempa msaba huyu na huyu na huyu na huyu. Kuna mwingine labda hata hayuko karibu, lakini umepewa kusapoti huduma kwa ushauri, kusapoti huduma kwenye pesa, kusapoti huduma kwa maombi. Kama ukiomba Mungu nipe watu sahihi kwenye haya maono, kuna wengine watakuja kutoka nchi ya mbali. Nini uliwaombea? Wanakuja kwa wakati, wanafanya kwa wakati, na maono yanatimia. Haleluya. Niseme hivi, sizungumzi habari ya huduma zetu, nazungumza habari ya maono ya Mungu ndani yetu. Kama ule uwekezaji wa Mungu, lazima Mungu ahusike kwa kila kitu, ili kwa sababu kwenye maono kuna vita mauti. Ndugu zangu, Yesu akasema hivi, Bwana wa ndoto anakuja, hata tuone ndoto zitatimiaje. Aliyekuja ni ndugu zake. Kwa hiyo Bwana na vita mauti, ili uvuke, lazima Mungu akupe watu sahihi ambao watasimama pale pamoja, maono yatimie. Haleluya kanisa. Lakini pia ujue, ukiwa na watu 12 ndani, kuna Petro atakukana katikati ya vita, lakini ujue ndani yake kuna Yuda atakusaliti ili apate nini? Shekeli. Ni kanuni. Lakini hapa kuna kina Filipo na kina Tomaso, anasema nisipoona
usife moyo. Huyo naye ni Tomaso ndani ya maono, kwa sababu picha ya maono inakuwa mbeba maono. Kwa hiyo inapokuwa unaomba sana, lakini ndani kuna wengine watakupa changamoto, watakufanya ulie kidogo ili uombe vizuri. Haleluya, haleluya, haleluya kanisa. Kwa hiyo kuniisha maono, kama Yesu alienda mlimani na ni mwana wa Mungu, ana macho kuliko mimi, lakini kwa nini aende mlimani kuomba? Ili apate matendakazi sahihi, wenye picha sahihi, wenye neema sahihi. Sisi tunakurupukaga mada wanaopata unaweza ukamwita Sauli akaja kwenye Timofoni Daudi, watakaja hapa na usiku. Wewe ni Daudi, hapo namwita Sauli. Anaona kitu usiku na mchana. Haleluya kanisa. Kwa hiyo ongea huduma yako, Mungu akupa tendakazi sahihi, watasema na mpaka hatima itimie. Haleluya kanisa. Andika pointi hii. Tofauti ya huduma na maono. Tofauti kati ya huduma na maono. Tofauti kati ya huduma na maono. Maana hapa tunachanganya sana. Tofauti ya huduma na maono. Mfano wa Yusufu. Tofauti ya huduma na maono. Mfano wa Yusufu. Maono ya Yusufu ni kumiliki na kutawala akiwa ikulu. Maono ya Yusufu ni kumiliki na kutawala akiwa ikulu. Maono ya Mungu ndani ya Yusufu ni kumiliki na kutawala akiwa ikulu. Huduma yake. Huduma yake. Huduma ya kwanza, kutafsiri ndoto. Ya pili, uongozi. Ya tatu, utunzaji au mtunza hazina. Maono ya Yusufu ilikuwa ni kumiliki na kutawala akiwa ikulu. Huduma alizokuwa ndani yake, kutafsiri ndoto, uongozi na mtunza hazina. Haleluya kanisa. Haleluya utumishi wa Mungu. Sasa kama huduma ya Yusufu alikuwa na mafuta ndani yake ya kutafsiri ndoto, ni huduma ilikuwa na mafuta ndani yake. Lakini huduma ya pili ni ya uongozi. Alipofika kutoka Potifa, ile mafuta ilimtamanisha akawa ni general manager kwa Potifa. Alipofika gerezani, mafuta akamtamanisha akawa ni mnyapara mkuu wa gereza. Alipofika ikulu, ikachipuka huduma nyingine ya utunzaji wa nafaka. Ile ni mafuta yalikuwa juu yake. Alikuwa na huduma zile tatu ambazo zilikuwa wazi. Ni nyingi, lakini tuangalie hizi tatu. Haleluya. Sasa huduma ya uongozi ingeishia kwa Potifa, maono yalikufa. Maana kwa Potifa alikuwa ni meneja mkuu, kwa angeishia kuwa meneja kwa Potifa. Mungu akasema maono yangu kwa Yusufu yamefia hatua ya kwanza. Lakini anasema akapata kibali kwa mkuu wa gereza, akamweka juu ya kila kitu gerezani. Huduma pale ilikuwa sababu ya ufungwa ni wengi kuliko nyumba ya Potifa. Huduma ilikuwa, kibali kilikuwa na utumishi ulikuwa, lakini
tumesoma sana jana, sitarudia hapa, muda wetu umeisha. Siku ya mwisho. Haleluya. Tuangalie mfano wa Yeremia ili tusome mfano wa Yeremia. Yeremia 1:4-10. Mfano wa Yeremia, tuone tofauti ya huduma na maono kwa Yeremia. Yeremia 1:4-10. Soma mwisho wa sema. Neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Amen. Amen. Kisha haleluya, tumisha Bwana. Sasa ukiangalia kwa Nehemia, kwa Yeremia, huduma ni unabii na utume. Huduma hapa ni unabii na utume. Maono ni ngazi ya falme na mataifa. Huduma ni unabii na utume. Ambia nimeweka ndani mwako, lakini nakutuma kwa mataifa na falme. Kwa hiyo unabii wa Yeremia ukiangalia, alitabiri kwa mataifa mbalimbali, akatabiri na kwa falme. Kwa alitumwa akaba nitakutuma kwa kila mtu nitakaye. Kwa hiyo ilikuwa huduma ya utume na huduma ya unabii, lakini maono ya huduma kwa mataifa na kwa falme. Sasa kama Yeremia anaishia kutoa nabii kwenye taifa lake tu, na pale Israeli amefanya huduma, lakini mmoja amekufa, lazima akatime na mataifa. Akasema falme, kwa falme ni nyingi, kwa hiyo mambo ni kwenda kwa wafalme, kwenda kwa mataifa. Sasa wakati mwingine tunachanganya wapendwa. Mungu anatangaza mwisho toka mwanzo, alafu lazima ufike kwenye mwisho. Usiishie njiani, usiishie karibu. Haleluya, tumisha Bwana. Mungu aliponiita akaniambia, nimekuita ni mtumishi wa kimataifa. Akaniambia, na imekupasa kuwa na mateso mengi. Kipindi hicho ni 0.000. Kabla vya Mungu nachokisema labda naoka moto, lakini sio Mungu. Mungu, naomba nisemeshe tena kwa mara nyingine na tena. Akanithibitishia nimepita kwa hiyo ngazi. Baada ya huku ndani kuna furukuta, nikaanza kuombea huduma ya kimataifa, wakati yani hata fellowship tu siaminiki, wilaya siaminiki, lakini naanza kuombea maono. Nilianza huduma ya kwenda semina, nikarekodi kwenye kasimu ka 50,000, nikiwapareni nyumbani kwetu. Lakini kwa maana kuna kesho naiona, kadiri nakuwa nazidi kuomba kuombeale maono, imefika hatua sasa hivi nafanya huduma na mataifa mbalimbali kwa njia ya mitandao ya kijamii. Nasema tunafuatilia Marekani, Uingereza na Australia na mataifa kadhaa. Kwa hiyo maono nilisema, Mungu, hata kama sina 100, lakini nitapiga magoti mpaka nione hatua. Kwa sababu ninaona hatua fulani ya kufikia mataifa kadhaa. Haleluya. Nilikuwa kwenye ibada kwa mtumishi wa Mungu, mwinjilisti msimama, ni mwinjilisti anachunga pale Mkino, kuongea kidogo. Haleluya. Tulifanya huduma pale kanisani kwake,
tulikuwa live kama hivi, na niliandika, mtu mmoja akaja akaona, sema mtumishi, nimeguswa nifanye kitu hapa. Leo nimempelekea milioni 1. Shilingi ngapi? Milioni imetoka nje ya nchi na Tanzania. Watu waliona na ile picha kusema tunataka tupige flow. Imetuma hela jana milioni 10,000. Nikasema mtumishi, nitafikisha hivyo. Nimempeleka milioni na shilingi ngapi? 10,000. Amepokea dola. Sasa kuna kusimama kwenye maono ili atimie, ni Mungu anawajibika, sio wewe. Mmenipata tumisho Mungu. Yaani kuna watu hapa wamejikatia tamaa, ni mifupa mikavu. Hapana, Yesu anaweza. Wewe mwambie Yesu, kuanzia semina hii sasa naanza kung'ang'ana kwenye madhabahu, sinyamazi mpaka ile ndoto itimie. Musa aling'ang'ana siku 40. Kung'ang'ana inavyowezekana mpaka uone umetoboza. Jamani, maono ya Mungu lazima atimie. Lazima. Kwa hiyo ng'ang'ana kama Isaya. Yeremia alipita kwenye dhiki ngumu. Kati watumishi waliopata mateso kwenye Biblia, mmojawapo ni Yeremia, lakini maono yalitimia. Hali ya tumisha Bwana, hali ya tumisha Bwana. Sasa kwenye neno la Watendakazi tunasoma pale mbele, andika hivi: Mungu anapowekeza maono, huanda watu wa kusimama na beba maono ili maono yatimie. Mungu anapowekeza maono kwa mbeba maono, huanda watu wa kusimama naye ili maono yatimie. Mungu anapowekeza maono, huanda watu wa kusimama naye ili maono yatimie. Mungu anapowekeza maono kama mbeba maono, huanda watu wa kusimama na mbeba maono ili maono yatimie. Soma Hesabu 11:16-17. Hesabu 11:17, tumalizie hapo. Hesabu 11:16-17 inasema, kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wawajua kuwa ndio wazee wa watu hao, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. 17 inasema, nami nitashuka niseme nao huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Amen. Haleluya, tumisha Bwana. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Mungu akiwekeza maono makubwa, anaachilia na upako wa Alfa na Omega ili maono yatimie. Sasa inakuwa ni hivi, anapoleta watu kukusapoti, ule upako ulioko juu ya kutimiza maono, anachukua sehemu, anawapunguzia washirika, ili ule upako ulio juu yako na upako ulio juu yao msitofautiane. Ule upako wa kusukuma maono una nidhamu, una maelekezo, una nini, una kitu cha kusaidia yafike. Sasa Mungu anaweza ule upako ulio juu yako anawachilia kwa mtu mwingine kwenye uchumi wake kwa vizuri, lakini upako ulio juu yako unamsukuma yeye ili na yeye akusukume wewe. Naona mwendeleo kidogo. Kuna ni jamani pagani naitwa nini? Kuna pagani na hekalu.
unaleta laptop, unaamrisha mtu kwa nini? Napoongea maono, unapaka kusukuma maono, unapiga unaleta vitu ili maono yatimie. Kwa hiyo watenda kazi ni wa aina mbalimbali. Kadiri unavyosukuma maono kwenye mlima wa Bwana, upako unaenda unashaka watu mbalimbali. Unawashaka watu, maono yanaenda. Unapoomba Mungu ataleta washauri. Unapoomba ataleta kukutia moyo. Mungu anasukuma tu maono, ule upako unafuata mtu mmoja baada ya mwingine. Kwa nini? Ule upako ukiwashikia, wanasema Bwana ameniagiza. Baba, tena tumwambie Baba. Sasa anza viongozi Mungu atupe nafasi ya kuombea maono ya Mungu juu ya hii madhabahu. Tunaona eneo la kitaifa, tunaona eneo la kitaifa, lakini huu kumbi Mungu anataka kitu gani kiendelee hapa? Tukikata ukiombea maono ya Mungu kwenye huu kumbi, kuna siku kutakuwa na television. Yaani tukiruka sasa hivi tuna nini? Eneo zetu yani tunakuwa live dunia nzima. Kuna siku tunakuwa na redio. Kuna siku kunakuwa na maombi hapa masaa 24 ya kuombea wilaya. Nini? Tunasukuma maono ya Mungu yanajizalisha yenyewe. Asa Bwana ameniagiza nije hapa nifunge mtambo wa television. Kwa nini? Tunaombea maono ya Mungu yatimie. Bwana ameniagiza nije hapa nifunge mtambo wa redio. Ili wakati mnasukuma maombi, wale ngoni watu wasikie kila mahali. Lakini tukiombea huduma tu yetu hapa, tukiombea huduma peke yake, basi tunakuchoka. Lakini tukiombea maono yakakaa vizuri ya Mungu, Mungu anaagiza watu wenyewe. Sisi hapo sasa. Ndaruhusu tusimame mbele za Bwana. Wanaofuatilia Facebook live, tutakuwa na maendeleo masomo yetu, tutamalizia vipindi vyetu. Kwa hiyo tutakuwa na mashina na tutaendeleza ile somo mpaka itakapoisha. Endelea kuniombea hiyo nafasi itokee. Tumwabudu Mungu wetu. Tunakwenda leo ni final. Tunakwenda kuombea huduma ndani ya maono na watendakazi